Sasa nimekwambia tunaangalia mambo matatu katika hatua hii ya 4. Tuangalie sheria ya kioo. Tunaangalia sheria ya kioo. Tunasema nje ni sawa na ndani. Lazima ukumbuke siri hii. Kila unachokifanya kwa mikono yako nje kiwe ni picha kamili ya jinsi unavyojisikia ndani. Kama nilivyotoka kueleza, bado naendelea kusisitiza. Nafikiri unanielewa vizuri. Yule mwenye unatafuta elimu nafsani ni mtu mzima uliyekomaa. Nadhani wewe ni mtu mzima uliyekomaa na hauhitaji ushahidi wa kuelewa haya mambo, kwa sababu vitu vingi ambavyo unaweza kuvithibitisha kutokana na hili. Ukifanya kitu kwa haraka na kwa hofu, uumbaji wako unakuwa na hofu. Lakini ukikifanya kwa utulivu na mamlaka ya mfalme, kile unachokiumba kitakuwa na nguvu ya ajabu. Kila unachokigusa nje ni kioo cha hekalu lako, kinathibitisha kilichomo ndani yako. Hapo ndipo unapoanza kuona kuwa kazi ya mikono yako sio mzigo, bali ni ibada ya kutoa siri ya ndani na kuzileta nje. Hicho ni kitu cha pili, baada ya kuangalia jinsi ya kususa hizo nguo, kususa nguo za wazo. Lakini hapa tunaangalia sheria hii ambayo inatukumbusha na kutusisitiza kwamba kilichopo nje ni tafsiri ya kilichopo ndani. Wengine wanapenda kusema mlevi akilewa huwa anatoa kilichopo ndani, sio bahati mbaya. Tuangalie kitu cha tatu cha mwisho kwenye hatua hii ya 4. Uumbaji unaoishi. Kitabu hiki ukitaka kufanikiwa katika vitabu vyangu ninavyoviandika, sio vitabu vya kuisoma kama gazeti. Lazima uwe unasoma huku unakumbuka matukio yanayokuzunguka na vile vile unakuwa unaweza kujenga picha ya kile kinachoongelea. Nimejitahidi kuandika kwa lugha ya picha jinsi ninavyoweza, lakini mwisho wa siku siwezi kukuingizia ufahamu wangu. Lazima ufahamu wako ndio uweze kung'amua haya. Na ninajua una utashi huo. Kama ilivyo kila mwanadamu ana uwezo wa kusuluhisha mgogoro baada ya kusimuliwa pande mbili. Ni hakimu mzuri kutokana na utashi wake na kutokana kwamba yeye sio chizi wala sio tahila, ni mtu mwenye akili timamu. Sasa uumbaji unaoishi, tunajadili kuhusu uumbaji unaoishi. Sasa unafanyaje? Jamaa aliuliza kwamba biashara zidumu. Nafikiri kwa hatua hizi hadi sasa unaweza kuwa umepata majibu fulani, na unaweza ukaongea au ukashiriki jinsi ulivyoelewa mafunuo mengine uliyoyapata kwa voice zangu hizi. Sio dhambi. Tunashirikiana ili tuweze kutengeneza kitu cha tofauti. Ili tuweze kutengeneza kitu cha tofauti ambacho kinaweza kawa ni ulisi wa kizazi na kizazi. Sisi wachache tuliochagua kujifunza mambo ya ufahamu wa juu. Mambo ya ufahamu wa juu tuweze kuwa ni ulisi, elimu hii iweze kuwa ni ulisi kwa vizazi vingine. Unapotoa wazo lako na kuliweka kwenye uhalisia, hakikisha halipotezi asili yake. Maana yake ni nini? Usikubali uumbaji wako iwe ni kazi yako, iwe huduma au kitu ulichokitengeneza kikutawale. Ni makosa makubwa kabisa. Kumbuka wewe unabaki kuwa hekalu na uumbaji wako ni mtoto wako. Usiruhusu ukuendeshe. Kile unaweza kukubali mtoto wako akuendeshe? Kila unachokigusa sasa kinapaswa kubeba ule uwiano wa ajabu wa asili. Watu watakapotazama kazi yako hawatavutiwa na kile wanachokiona tu, bali watavutiwa na ile nguvu na ile nguvu ya asili ulioiweka ndani ya kile ulichokiumba wakati umekaa kwenye utulivu wa hekalu lako. Na sasa umekamilika. Nahitimisha kwa kusema, baada ya kusikiliza haya na hatua hii, katika hatua hii ya 4, sasa naweza kusema wewe umekamilika kwenye kuwa mfikiriaji wa kuwa muumbaji, na kila unachokiona kwenye ulimwengu huu kiliwahi kuwa siri ya ndani ya mtu mwingine. Sasa siri yako imekuwa nuru ya ulimwengu. Simama kama hekalu linalotembea na uumbe kile ulichopewa polini. Polini sio polini kwenye misitu, kwenye wanyama. Polini inamaanisha kwenye kichwa chako, kwenye fahamu zako zile za utulivu. Sijui unanielewa. Natamani ungekuwa unanielewa vizuri. Lakini sasa tuje katika hatua ya 5. Umeniuliza maswali mazito, na siwezi kukujibu nikabakiza mahala kwenye ufahamu wangu. Nitakujibu kila ninachokifahamu, ili kama yale majibu yangu yanakuwa hayafai, uangalie mahala pengine pa kutafuta majibu. Nitakujibu kila ninachokifahamu kuhusiana na maswali yako.
uliouliza. Kwa hiyo nitakufundisha hapa. Unaweza kuangalia ni kwa nini mawazo yanakufa. Sababu kuu ya msingi ni kwamba mbegu ambayo haijakomaa haiwezi ikazaa. Kama ikiota haiwezi kudumu. Hata ikidumu itazaa vibovu au haiwezi kuzaa kabisa. Ndivyo hivyo ilivyo kwenye mawazo. Unaweza ukaanza kufanikiwa, usifanikiwe, kwa sababu kile ulichokuwa unakiwaza bado kinakuwa kijakomaa, wala hujakikomaza, hujakiwaza ukakikomaza. Kwa hiyo inakuwa ni mbegu ambayo haijakamilika. Unaweza kuanzisha biashara, ni wazo ambalo linakuwa limekomaa kwenye ukomavu fulani, lakini halijakomaa kiasi cha kuweza kuota na kuzalisha mbegu zenye maana. Kwa hiyo sasa ndio ninachokimaanisha hapa. Ndio maana nimekuja kwenye kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo. Hatua ya 5 ipo kwenye ukurasa wa 23. Ninaposema vitabu sio story. Mwingine anakuwa nikisema kitabu anaona kama ni upigaji tu. Siku hizi watu wanatafuta. Watu wanatafuta na akiona ndio hivyo kinauzwa kitabu, anajua basi ndio wale. Sasa tuangalie uamsho wa mfalme, maisha ya usawa, maadili ya kuweza kukuwezesha hicho kitu ulichokiumba kiweze kudumu kwa heshima kabisa. Katika hatua hii ya 5, dakika ya pili sasa hivi, naomba nikate voice hii ili niweze kurudi kwa kishindo. Sasa mimi naweza nikakupongeza kwa kufanikiwa kusikiliza voice hizi kuanzia hatua ya pili. Kuanzia hatua ya pili ambapo ndio nilianzia kujibu, ndio maarifa ambayo nimeanza kujibu maswali ya mtu wetu. Naweza nikakupongeza kwa kufika katika hatua hii. Nasema hongera. Na sasa umekuwa muumbaji ambaye anatoa vitu ndani na kuvileta nje. Na tumejifunza hivyo kuvileta nje katika hatua ya 4. Lakini kuna hatari moja kubwa inayoweza kuwapata waumbaji wengi. Hapa ndo tutakuja kujadili kwa nini watu wanapotea. Unaanzisha biashara idumu, kupotea kwenye uumbaji wako. Lile wazo ulikuwa umeliwaza vizuri, haukumsikiliza mtu kaanzisha biashara, lakini biashara inakuja kufifia. Why? Kwa nini? Kwa nini hivyo? Wengi wakishaanza kuona matokeo ya nje, wakishaanza kuona faida, wanasahau kurudi ndani ya hekalu. Wanasahau kurudi ndani ya hekali lao. Katika hatua ya 5 inatufundisha jinsi ya kuishi kama mfalme mwenye busara, anayetawala ufalme wake kwa usawa. Pale unapowaza kitu fulani ukaanza kupata mafanikio kidogo, usione kama ndio umefika. Nimesema hii kauli kwenye voice iliyopita. Usijione kama umefika. Sasa hapa tunajifunza usawa. Ni usawa aina gani? Tunajifunza vitu ambavyo vinaweza kutujenga, vitu ambavyo vinaweza vikatuleta kwenye usawa, tukaweza kuwa watu ambao ni chachu ya mabadiliko. Katika jamii ya sasa utalaumu siasa, utalaumu watu, utalaumu viongozi wa dini, utalaumu masheha, utalaumu watu mbalimbali. Tupo kwenye mifumo ya kidunia na ni mifumo ambayo hata walioanza kuingia walishakufa. Kuna mtu ambaye alizaliwa mwaka 1919 bado anaishi hadi leo. Sidhani kama yupo anaishi. Imebaki tu ni roho zinaelea zinatutazama. Kama kuna dhambi walifanya zimeambatana na sisi. Mwaka 1919 nafikiri si ndio Wajerumani waliondoka, kitu kama hicho. Sasa ukoloni ulianza lini? Fikra hizo zimeanza ni muda mrefu. Ni vizazi vingapi vimepita tangu karne hii? Ni vizazi vingi. Kwa hiyo sasa hatuwezi kukaa tunalaumiana sisi kwa sisi, tuko kwenye boksi moja. Lazima tuweze kutafuta nje ya boksi. Nje ya boksi tunapapata wapi? Ni kweli walichukua maarifa haya wakayabeba, wakaenda kubuni jinsi ya kutawala wenzao, wakafanikiwa. Maarifa hayo ya kutawala wenzao waliyatoa wapi? Ni kwenye kumbukumbu za kale za Misri ya kale, Kemet. Lakini mambo yao wameyaficha kwa muda mrefu. Ingekuwa ni ngumu sana kutoka Tanzania kwenda kusoma kwenye maktaba za watu weupe huko. Na ilikuwa ni changamoto kutokana na nauli na vitu vingine na ufikiaji na mambo mengine. Unaweza kaenda na usifanikiwe kupata maarifa uliyoyafuata. Lakini wakajisahau sehemu moja, wakaanzisha teknolojia, wakijua wanatutawala. Kumbe ni walikuwa wanajiloga. Tehama ambayo imekuja kuexpose siri hizi. Sasa tunaweza kupata maarifa kwa kutumia internet, kwa kuweka bando la shilingi 500 kwenye simu yako. Unaweza kupata maarifa haya. Mimi mwenzako nimechimbua kwenye kitabu hiki na kile. Nikapata maarifa yale ambayo wameandikwa na wao wenyewe kwa lugha ya Kiingereza. Kwa
kwa sababu maarifa yale ni maarifa ambayo ukisha yaelewa huwezi kuwa na fikra ya kutawala. Wapo baadhi waliotafsiri maandishi yale kwa lugha ya Kiingereza kwa maadili, wakatafsiri kile kitu kilichoandikwa kwenye vitabu vile vya kale vya Misri, kutokana na vitabu vile vina mitetemo ambayo inakufanya usiwe na roho mbaya. Vina mitetemo ambayo inakufanya usiwe na roho mbaya. Vina mitetemo ambayo inakufanya usiwe na roho mbaya. Kwa hiyo waliandika ule usawa ambao mimi ndio nimekuja kuupitia kwenye vitabu kadhaa wameandika watu. Nikavisoma na kuvielewa. Nimesoma na kuvielewa nikasema hapana, vitabu vimeandikwa miaka mingi. Siwezi kutumia lugha aliyoitumia kwenye vitabu vile kuja kumwambia mtu wa karne hii. Ni lazima niweze kuelezea kile nilichokielewa kutoka ndani yangu, ili mtu kama anaelewa aweze kuelewa, na kama haelewi aende akatafute mwenyewe aweze kusoma kuelewa kwa ufahamu wake. Ndio maana ukiangalia vitabu vyangu hivi sijaandika terminology za nini zilizoandikwa kwenye vitabu vya Misri ya kale, bali nimeandika yale maarifa yaliyozungumziwa mle, picha. Ndio maana nimeandika kwa lugha ya picha sana kwenye vitabu vyangu, mitetemo ya kiroho, lakini uwezo wako kwa vitendo. Baada ya kusema hayo, naomba nikate voice hii niweze kurudi kwenye voice nyingine ili tuweze kuendelea na hii hatua ya 5, hatua ya uamsho wa mfalme, maisha ya usawa. Tunasema kwamba ukishaunda kitu usijivune. Kumbuka kurudi kwenye hekalu lako ili chanzo cha maji kisiishe, kwa sababu maji yakikauka palipo na uhai huwa panakuwa jangwa.